Wahyu umeshtakiwa na kosa la uigaji kinyume na kifungu cha 282. Unaelewa? Vile amesema umeelewa? Ndio uigaji ndio sijaelewa. Kujifanya kwamba wewe ni mtu mwingine. Uigaji. Kujitambulisha kama mtu ambaye ni mwingine si wewe. Ndio uigaji. Okay. Kinyume na kifungu cha 382 ikisoma pamoja na kifungu cha 36 sheria za jinai, maelezo ni kama yafuatayo. Mnamo katika tarehe 10 mwezi wa Novemba mwaka 2025 na tarehe 11 mwezi wa Novemba mwaka 2025 katika banki ya UBA kituo cha Westlands ambayo iko kata ya Nairobi, ukiwa na nia ya kudanganya, ulijifanya kwa njia ya uongo, ulijifanya kwamba wewe ni Elisha Muo ambaye ni teller kwenye ile benki ya UBA. Ukajifanya kwamba wewe ni Patrick Kamara Maina. Kisa ulichojua ni cha uongo. Ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Katika shtaka la pili, umeshtakiwa na kujaribu kuiba kinyume na kifungu cha 268 ikisoma pamoja na kifungu cha 89 sheria za jinai. Maelezo ni kama yafuatayo. Mnamo katikati ya tarehe ya 10 mwezi wa Novemba mwaka 2025 na tarehe 11 mwezi wa Novemba mwaka 2025 katika benki ya UBA kituo cha Westlands ambayo iko kata ya Nairobi, ulijaribu kuiba pesa taslimu 240,040 kutoka nambari ya akaunti 550300009057 ambayo imesajiliwa kwa jina la Patrick Kamara Maina ambayo ni mali ya benki ya UBA. Ni kweli ama si kweli? Sio kweli. Mahakama nambari 7 utapewa stakabadhi zitakazotumika kama ushahidi pamoja na taarifa ya ushahidi, na utafanya kesi kutoka nyumbani kama utasaini bond ya shilingi 200 na mdhamini mmoja, na kesi itatajwa ijulikane kama utakuwa umepewa hizo stakabadhi tarehe 26 mwezi wa 11. Bond sio pesa taslimu ya kulipa, ni mdhamini anakuja na stakabadhi.